Karibuni tena katika familia yetu ya maarifa ya neno ili tuweze kutafakari kwa pamoja, na tafakari yetu ya leo inasema kamwe tusimwibie Mungu. Kamwe tusiwe wezi kwa Mungu wetu. Kuna mambo kadhaa muhimu ambayo Mungu ametushirikisha tuyafanye kwa niaba yake kwa sifa, utukufu na shukrani kwake. Kwanza kabisa, Mungu alituumba sisi binadamu kwa sura na mfano wake, tumtambulishe katika ulimwengu wa wenye mwili kwa sifa, utukufu na shukrani kwake. Tunasoma hivi katika Isaya: kila mmoja aliyeitwa kwa jina langu, niliyemuumba kwa ajili ya utukufu wangu, mimi nimemuumba, naam, mimi nimemfanya. Isaya sura ya 43 mstari ule wa 7. Kumbe basi uwepo wetu duniani ni kwa ajili ya sifa, utukufu na shukrani kwa Mungu na si vinginevyo. Pili, Mungu alitushirikisha katika kuongezeka baada ya kutuumba kwa kutupatia neema ya kuzaa na kuijaza dunia kwa sifa, utukufu na shukrani kwake. Kumbe tunapofanikiwa kuwa na mtoto au watoto ni kwa ajili ya sifa, utukufu na shukrani kwa Mungu. Na kamwe tusimwibie Mungu sifa hizo, utukufu na shukrani. Watoto ni zawadi kutoka kwa Mungu, hivyo Mungu anastahili kusifiwa, kuabudiwa na kushukuriwa kwa zawadi hii na siyo sisi. Tatu, Mungu anatushirikisha katika kutawala, kama tunavyosoma katika Mwanzo sura ya 1 mstari wa 14 mpaka wa 31, na anatushirikisha katika kutawala kwa niaba yake kwa sifa, utukufu na shukrani kwake. Tumeumbwa kutawala viumbe vingine. Tutawale kila kilichoko duniani, kujitawala na kutawala au kuongoza wengine katika nafasi mbalimbali. Warumi sura ya 13 mstari ule wa 1. Lakini katika majukumu haya ya kutawala, yote yafanywe kwa sifa, utukufu na shukrani kwa Mungu tu. Tunapotumia madaraka kwa sifa zetu, kwa kujiinua na kutaka shukrani, tunamwibia Mungu. Tunapotumia madaraka yetu kwa sifa zetu, kwa kujinufaisha na kutaka shukrani, tunamwibia Mungu na ni vibaya. 4. Mungu ametushirikisha kubariki wengine. Mithali ya 11 mstari wa 25 mpaka ule wa 26 inatueleza kuwa mwenye kuwabariki wengine naye hubarikiwa sana. Tunasoma katika Mwanzo kuwa Mungu alimwahidi Abrahamu kuwa atambariki naye atakuwa baraka kwa wengine. Mwanzo sura ya 12 mstari wa 1 mpaka ule wa 3. Vilevile tunaona Mungu aliagiza jinsi Aroni na wanawe watakavyowabariki watu, naye Mungu angeachilia baraka. Hesabu sura ya 6 mstari wa 23. Lakini katika kubariki tufanye hivyo kwa sifa, utukufu na shukrani kwa Mungu. Kamwe tusimwibie Mungu sifa, utukufu na shukrani ziendanazo na kutoa baraka. 5.
Mungu ametushirikisha nafasi ya kueneza upendo kwa wengine kwa sifa, utukufu na shukrani kwake. Mungu yeye mwenyewe ni upendo, kama tunavyosoma katika Yohana wa kwanza sura ya 4 mstari wa 8 na ule wa 16 pia. Mungu anatupenda sana kama tunavyoiona katika Yohana sura ya 3 mstari wa 16 na vilevile ule wa 17. Na vilevile Mungu anatupa amri ya kupendana kama tunavyoiona katika Yohana sura ya 13 mstari ule wa 34 mpaka ule wa 35. Waraka wa Yohana unatusisitiza kupendana, maana upendo unatoka kwa Mungu. Yohana wa kwanza sura ya 4 mstari wa 7 mpaka wa 21. Na 6, Mungu ametushirikisha kuieneza huruma yake kwa wengine kwa sifa, utukufu na shukrani kwake. Biblia inatuambia, muwe na huruma kama Baba yenu alivyo na huruma. Huruma ya Mungu ni ya milele, kama mzaburi anavyosema katika Zaburi ya 103 mstari ule wa 8. Kumbe basi, tunapoieneza huruma ya Mungu ni muhimu tufanye hivyo kwa sifa, utukufu na shukrani kwa Mungu. Kamwe tusimwibie Mungu. Kwa mfano, mara nyingi tunapenda tuonekane, tusifiwe, tuinuliwe pale tunapoieneza huruma ya Mungu kwa wengine. Tunaposifiwa au tunapoinuliwa au tunaposhukuriwa kwa kuieneza huruma ya Mungu, kwanza tunapata thawabu yetu ya sifa, kuinuliwa au kushukuriwa. Imeisha hiyo. Lakini pia 2, tutakuwa tumemwibia Mungu sifa, utukufu na shukrani zake. Tunapata kidogo na huku tayari tumekuwa wezi, tunamwibia Mungu. Lakini ikiwa kama tutakwepa kupokea sifa, kuinuliwa na kushukuriwa pale tunapoieneza huruma ya Mungu, vyote anapewa Mungu. Lakini kuna faida, na faida yake ni hii: naye Mungu haachi kutugawia, tena kwa wingi sana. Ndiyo maana watu wengine wanabarikiwa sana wanapotoa na wengine hawabarikiwi. Ni vyema sana kusubiri gawio kutoka kwa Mungu badala ya kumwibia na kupata kilicho haba. Ndiyo maana Yesu alisisitiza akisema, amin nawaambieni, wamekwisha kupata thawabu yao. Hawa ni wale wanaopokea sifa, kuinuliwa na kushukuriwa na watu. Bali wewe utoapo sadaka, hata mkono wako wa kushoto usijue ufanyalo mkono wako wa kuume. Sadaka yako iwe kwa siri, na Baba yako aonaye sirini atakujaze. Mathayo sura ya 6 mstari wa 3 mpaka ule wa 4. Na hii ni kanuni ya maisha. Ukitaka ubarikiwe mpaka ushangae, usimwibie Mungu sifa, utukufu na shukrani pale unapotimiza huruma yake. Mwachie Mungu haki yake, naye atakugawia kwa wingi. Ukipokea sifa, utukufu na shukrani, utakuwa umepata thawabu yako, yani hizo sifa, kuinuliwa na shukrani. Lakini vilevile utakuwa mwizi wa Mungu. Ndio maana tunashauriwa tunapofanya matendo ya huruma, tuziache kamera zetu nyumbani na tusingojee shukrani
au kusifiwa na watu na kutuinua pale tunapoonyesha mbwembwe za kutoa mitandaoni. Basi fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 31. Asanteni. Tumsifu Yesu Kristo.